Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni siku nyingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kusema kweli ni kwamba leo nilikuwa nasubiria sana hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pale bungeni. Kiutaratibu na sheria ni kwamba rais inatakiwa aweze kulizindua bunge au kuhutubia bunge kwa mara ya kwanza punde tu baada ya kumaliza kufanya uteuzi, ambapo tulishuhudia akimteua aliweza kumteua waziri mkuu, lakini pia akamteua spika wa bunge pamoja na naibu spika. Kwa hiyo leo katika kulihutubia bunge ni kwamba mheshimiwa rais anakuwa analifungua bunge moja kwa moja. Sasa leo wakati analifungua bunge, kumbuka kuna vitu vingi sana vimetokea. Kumbuka tarehe 29 Oktoba wakati uchaguzi mkuu unafanyika, na yeye mwenyewe Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi akaibuka na ushindi wa 97%. Yote hayo yametokea, na baada ya kuapishwa aliweza kuzungumzia kuhusu vurugu ambazo zilitokea tarehe 29 Oktoba na kuendelea, ambapo katika kauli yake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alisema kwamba wote waliofanya vurugu walikuwa sio wa Tanzania, yani waandamanaji walikuwa sio raia wa Tanzania, walitoka nchi jirani na kuja kuandamana Tanzania. Lakini leo wakati analihutubia bunge ameanza na kuwasimamisha wageni wa bunge ambao wamefika bungeni leo, na kubwa zaidi kitu ambacho amekifanya ni kusimama kwa dakika moja kwa ajili ya kuwaombea wote waliopoteza maisha kwenye maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa pole kwa waliofariki, kujeruhiwa na kupoteza mali zao, na amesema serikali imeunda tume ya kuchunguza yote yaliyotokea, kwamba serikali imeunda tume kuchunguza yote yaliyotokea. Hii inamaanisha nini? Tangu maafa yalipotokea, watu walipopoteza maisha na vyombo vya ulinzi na usalama vilionekana vikitekeleza majukumu yao na kuwashambulia watu kwa risasi za moto. Swali la kujiuliza ni kwamba walikuwa wanapata amri kutoka wapi? Kanuni na sheria za kutuliza ghasia kama maandamano zinajulikana, lakini vikosi vya ulinzi na usalama vikatumia nguvu kupita kiasi. Kwanza naomba ninukuu maneno ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameyasema baada ya kusimama bunge kwa dakika moja kwa ajili ya kuombea wote waliopoteza maisha. Amesema, tunamuomba Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi, anasema Mungu awape malazi mema ya amani. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio hili. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendo wao. Tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka. Na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kuelekea kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Hayo ni maneno nimemaliza kumnukuu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza bungeni leo katika hotuba yake katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajiuliza hapa, bado mwanzo aligoma kwamba wale walioandamana hawakuwa wa Tanzania, lakini hapa anasema kwamba tuwaombee ndugu zetu waliopoteza maisha, lakini pia amesema kwamba yeye binafsi tukio hili limemsononesha sana. Sasa tumeona juzi Umoja wa Mataifa UN umetoa taarifa ya kwamba serikali ya Tanzania ifanye uchunguzi mara moja kubaini yote yaliyotokea
Oktoba 29 na kuendelea, lakini pale wale ambao watakuwa wamehusika kwa namna moja ama nyingine na kukiuka haki basi wawajibishwe. Kwa hiyo tusubirie kuona tume hii itakuja na majibu gani. Kumbuka tangu tarehe 29 Oktoba vijana wengi wa Kitanzania, wapo wengine ni wazee, wamekamatwa. Rais Samia ametoa tamko kwamba DPP awaachie vijana wote walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini. Unakumbuka kesi ambayo inamkabili mfanyabiashara Nifa pamoja na wenzake, lakini pia vijana wengi wa Kitanzania tumeshuhudia zile video wakati wakifikishwa mahakamani pamoja na hali zao, lakini pia wakili Peter Kibatala alisema kwamba wengi walipigwa na kuteswa, kulazimishwa kukubali kutenda makosa ya uhaini. Na kwa mujibu wa ripoti ya juzi ni kwamba vijana zaidi ya 600 kama kwenye 620 na wameshtakiwa kwa makosa ya uhaini katika mikoa mbalimbali Tanzania kutokana na vurugu za Oktoba 29. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama, hususan ofisi ya DPP kuchuja makosa ya vijana walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini kufuatia maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, na kwa wale waliofanya makosa kwa kufuata mkumbo waachiwe huru, kwamba wale waliofanya makosa kwa kufuata mkumbo waachiwe huru. Akihutubia bunge leo Novemba 14, 2025, Dr. Samia amesema, natambua kuna vijana wengi wamekamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Hawakujua wanachokifanya na wengine wamefuata mkumbo. Nikiwa kama mama na vielekeza vyombo vya kisheria kuangalia makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao walifanya mambo kwa kufuata mkumbo na hawakuzamilia kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Rais Samia amesema kwamba ukiangalia klipu zile za maandamano unaona kabisa kuna vijana waliingia kwa kufuata mkumbo, wanaimba kwa ushabiki. Naelekeza ofisi ya DPP kuchuja viwango vya makosa Rais Samia anasema kwamba ukiangalia video klipu zile za maandamano unaona kabisa kuna vijana waliingia kwa kufuata mkumbo, wanaimba kwa ushabiki. Naelekeza ofisi ya DPP kuchuja viwango vya makosa na kwa waliofuata mkumbo wawaachie waende kwa wazazi wao. Ni rais anasema kwamba DPP wachuje makosa, lakini pia wale ambao walipata mkumbo waachiwe warudi kwa wazazi wao. Mange hapa ameweza kuandika ujumbe mzito mno baada ya hotuba hii. Lakini pia rais anasema kwamba vijana msikate tawi mlilo karia. Pamoja na kuwa uchaguzi ulifanyika, kulijitokeza vurugu za uvunjifu wa amani ambapo ulisababisha uharibifu wa mali, kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi. Tunaopenda mbele ni wasihi sana wa Tanzania kuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kwamba nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu, kama tungefanya mlivyofanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Narudia hilo kwa wanangu vijana wa Tanzania. Sisi wazazi wenu, kama tungefanya mlivyofanya, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu vijana wa taifa hili, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la nchi mlioikalia, msikubali kabisa. Hili na waomba mlikate kwa nguvu zenu zote. Nyie ndio wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msiwe wabomwaji wa taifa hili. Rais Samia akihutubia bunge. Sasa Mange hapa ameandika kutokana na hivi ambavyo vimetokea leo bungeni wakati rais akizindua bunge, lakini pia rais amesema serikali imezamiria kuanzisha wizara itakayoshughulikia masuala ya vijana, ambapo pia rais amesema anatarajia kuwa na washauri wa rais watakaomshauri kuhusu mambo ya vijana ikiwemo changamoto zao. Mange kitu ambacho amekifanya, kwanza amechapisha video hii kutoka kwa rais
Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa bungeni leo na kuanza kuandika yafuatayo: kama kuna kosa mtakaloweza kufanya kama taifa ni kudanganyika na hotuba ya Rais Samia leo. Anajifanya anarudi nyuma baada ya kuua wananchi sababu mmemshika pabaya. Dunia imemshika pabaya. Yuko kwenye maji ya moto sasa hivi. Dunia imegoma kutambua urais wake, so nao anajaribu kucheza na akili zenu ili mpoe, na wananchi mkipoa tu dunia itatambua urais wake. Msikubali. Sasa hivi ndege zinashinda zikizunguka kambi za jeshi all the time sababu hamna amani. Amekuja na speech hii ili wananchi mpoe na yeye apate amani ya kuliogopa jeshi. Ana hali mbaya sana kwa sasa. Msidanganyike hata kidogo. Shikilieni hapo hapo. Watanzania msikubali kuingia kwenye mfumo. Samia kaua ndugu zenu kikatili, kaiba na bado anaiba rasilimali za nchi. Kawaachia hao vijana ili Watanzania mpoe ili apate uhalali duniani. Msimpe uhalali wowote wa kupoa. Samia ni rais haramu, serikali yake ni haramu. Watanzania msiingie kwenye mfumo, msikubali kuzidiwa akili na Kikwete kwa mara nyingine tena. Hii yote ni movie Kikwete anawachezea. No matter what, ni lazima Watanzania mkumbuke kuwa Samia huu rais kaupola, kawiba, na mlipojaribu kupigania haki aliwapiga risasi. Huyu ni rais ambaye sisi hatumkubali. Lazima ibaki kwenye kichwa cha kila Mtanzania. Pakikucha nitawafanyia video kamili. Video hii ni muhimu kila Mtanzania akaangalia. Watanzania mmefika karibu na ukombozi, msirudi nyuma hata hatua moja. Hiki ndicho alichokisema Mange baada ya rais kuhutubia bungeni. Kwenye comment wa Tanzania wengi sana wametoa maoni yao. Huyu anasema kwamba wajinga pekee ndio watamuelewa Rais Samia. Mwingine anasema kwamba ajihuzulu na aende gerezani ndio tunaweza kumuelewa. Lakini pia Twaha Mwaipaja amesema ameua Watanzania 10,000, hotuba ya maneno haiwezi kutudanganya. Hilda Newton na ikasema kitu kimoja ambacho Samia amesahau ni kwamba Watanzania sio wajinga tena. Mwingine anasema akariziane na ndugu zetu alowaua. Mwingine akasema kwamba sugu moto juu, sugu moto chini. Mwingine akasema ngumu kumeza. Ni Watanzania wengi ambao wametoa maoni yao hapa kwa Mange baada ya Mange kuandika mambo mazito baada ya hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo inatuacha na maswali mengi sana. Awali wakati wa kuapishwa walisema waliofanya vurugu hawakuwa Watanzania, lakini leo wanatimama dakika moja bungeni kwa ajili ya kuomboleza vifo vya Watanzania waliopoteza maisha Oktoba 29. Lakini pia nasema tume imeundwa kwa ajili ya kuchunguza matukio yote ya vurugu ambayo yalitokea Oktoba 29. Kumbuka pia Umoja wa Mataifa UN ulitoa tamko kwamba serikali ya Tanzania ifanye uchunguzi wa matukio yote yaliyotokea, lakini pia wale ambao wanatafuta miili yao, polisi pamoja na hospitali, basi warejeshewe miili ya ndugu zao wakawapumzishe kwa heshima. Sasa tume imeundwa kwa ajili ya uchunguzi, tusubirie kitu gani kitajiri. Lakini kubwa, tuachie maoni yako baada ya speech hii ya Mheshimiwa Rais bungeni leo. Una maoni gani? Comment ni nyingi sana, nyingine nimeshindwa kuzisoma kwa kweli, lakini hapa ni nafasi yako. Tuachie maoni yako, na kubwa zaidi endelea kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.